Wabunge wa bunge la 13 wamemchagua mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Musa Hassan Zungu kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupata kura 378. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa pole kwa watu wote waliopoteza ndugu zao na mali zao kutokana na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Zaidi ya watu milioni 43 wamepoteza maisha duniani kutokana na magonjwa yasiyoambukiza kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Jitihada za haraka kuelimisha jamii zahitajika. Na mkutano wa COP30 umeendelea kwa siku yake ya pili nchini Brazil, ambapo rais wa nchi hiyo Luiz Inacio Lula da Silva ambaye ni mwenyeji amesema mabadiliko ya tabia nchi ni tishio la sasa. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utapata nafasi ya kusikia na kutazama utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Tuanzie makao makuu ya nchi, Dodoma. Wabunge wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamemchagua mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM Musa Hassan Zungu kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa. Gerard Leonard ana taarifa zaidi. Zoezi hilo limefanyika katika kikao cha kwanza cha mkutano huo, ambapo wagombea wengine waliogombea kutoka vyama vingine viwili wamepata kura moja na watatu wameambulia patupu. Baada ya kuchaguliwa, Spika Zungu ameapishwa na kuahidi kusimamia shughuli hizo za bunge kwa mujibu wa katiba. Mimi Musa Hassan Zungu, kwa heshima kubwa, ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Zoezi la uchaguzi huo limesimamiwa na mwenyekiti William Lukuvi, mbunge wa jimbo la Isimani, ambaye amepewa jukumu hilo kutokana na kuwa mbunge wa muda mrefu tangu mwaka 1995, na shughuli zilizofanyika kabla ya mchakato huo ni pamoja na kusoma kwa tangazo la rais kuitisha bunge. Wagombea wengine walioshiriki ni Veronica Tia wa NRA, Anita Mgaya wa NLD, Krista Nyakitita wa DP, Ndonge wa AAFP na Amina Yango wa ADC, ambapo kati yao wawili tu walipata kura moja huku wengine wakikosa kabisa. Shughuli nyingine zitakazofanyika baada ya zoezi hilo ni kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi wa naibu spika na ufunguzi rasmi wa bunge jipya utakaofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassani. Turejee hapa jijini Dar es Salaam. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa pole kwa watu wote waliopoteza ndugu zao na mali zao kutokana na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka huu, huku kikitoa wito wa kuachiliwa huru wote wanaoshikiliwa na jeshi la polisi. Tupate taarifa kamili. Pole hizo zimetolewa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche wakati akizungumza na waandishi wa habari akiwa na viongozi wengine wa chama hicho baada ya kutoka katika kituo cha kati cha polisi jijini, polisi wakitekeleza agizo waliopatiwa baada ya kuachiwa kwa dhamana hapo jana. Ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza, vijana wengi wameumizwa, wameuawa.
familia nyingi zimepoteza ndugu zao, mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivi. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi. Aidha, amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuheshimiana. Amewaomba watu wote ambao wanatafuta ndugu zao kuwasiliana na viongozi wa chama hicho kwa hatua zaidi, na kwamba kutokana na tatizo hilo chama hicho kitaitisha vikao vya dharura na kutoa tamko. Kwa haraka sana vikao vya kamati kuu na secretariat vitaanza, lakini kwa wale ambao ndugu zao wameumia, ndugu zao wamepoteza na taarifa hazipo, waendelee kuwasiliana na mamlaka za chama. Naibu katibu mkuu atatoa utaratibu ya namna ya kufikisha hizo message. Iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Kwa sasa tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Hiyo ndio ilikuwa message yetu asubuhi. Naendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu. Viongozi hao walikuwa wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhusika katika maandamano yaliyotokea siku ya uchaguzi. Heche alikamatwa kabla ya uchaguzi na kupelekwa mkoani Dodoma kabla ya kurudishwa Dar es Salaam na kufunguliwa kesi 2 ya ugaidi. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mkoani Shinyanga. Zaidi ya watu bilioni 43 wamepoteza maisha duniani kutokana na magonjwa yasiyoambukiza kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Hali hiyo imeelezwa kuhitaji jitihada za haraka katika kuelimisha jamii ili kubadili mtindo wa maisha. Mwanahabari wetu kutoka Shinyanga ana taarifa kamili. Akizungumza na waandishi wa habari, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Dr. Ruzira John kuhusiana na maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyoambukiza yanayofanyika katika viwanja vya zimamoto Nguzo 8 mjini Shinyanga, na kusema kuwa tatizo la magonjwa yasiyoambukiza kitaifa na duniani limeendelea kuwa kubwa, huku uraji usiofaa wa vyakula ukitajwa kuwa ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuongezeka kwa magonjwa hayo, na wananchi wamepaswa kuchukua hatua mapema kubadili mitindo yao ya maisha. Grupu ambayo inaongoza kwa kusababisha vifo vingi ni magonjwa ya moyo. Tunaposema magonjwa ya moyo tunamaanisha magonjwa kama ya stroke au kiharusi, magonjwa ya mshtuko wa moyo au heart attack, lakini pia shida ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, na mambo haya mengi yanasababishwa na shinikizo la juu la damu. Lakini grupu nyingine na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa ni magonjwa ya kisukari, magonjwa ya figo, lakini pia magonjwa sugu ya mapafu, lakini pia kuna magonjwa kama magonjwa ya kansa, lakini pamoja na magonjwa ya sickle cell au selimundu. Haya ndio magonjwa ambayo kwa kweli kwa sasa hivi yanasababisha sana vifo vingi duniani, lakini pia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa takwimu ambazo zilifanyika pia mwaka 2021, vifo vingi ambavyo vilitokana, tunasema premature death, vifo ambavyo vilitokana watu walipata kabla muda ambao utarajiwa kufariki, vingi vilisababishwa na magonjwa yasiyo kuambukizwa. Tunasema 82% ilitokana na magonjwa ambayo sio kuambukizwa. Afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Mbuni Chacha amesema ulaji holela na usiozingatia makundi ya chakula ni miongoni mwa sababu kuu za magonjwa yasiyoambukiza, hivyo kuwashauri wananchi kula mlo kamili kutoka katika makundi 6 ya chakula na kuzingatia kiasi cha chakula wanachokula. Lishe imekuwa ni kitu ambacho kinaongoza sana
kuchangia katika magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, kwa maana ya ulaji usiofaa na mtindo mbovu wa maisha ndio tatizo kubwa ambalo linawakumba watu wengi, kwa maana usipofuata mtindo bora wa maisha utakupelekea kupata uzito mkubwa, kwa maana utakuwa unapata nishati nyingi na nishati inayotoka ni ndogo, kwa hiyo itakupelekea unapata uzito mkubwa, na miongoni mwa sababu kubwa inayoweka watu katika magonjwa mengine ya sukari na presha, kwa maana shinikizo la juu la damu ni uzito mkubwa. Kwa hiyo usipofuatilia huu mtindo mzuri wa ulaji na mtindo bora wa maisha itakupelekea kwenye matatizo ya uzito ambayo itakupelekea pia kwenye matatizo ya sukari na shinikizo la juu la damu. Nao baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata huduma ya upimaji bure wamepongeza juhudi hizo, huku wakitoa wito kwa wengine kujitokeza kupima afya mara kwa mara. Sasa mtindo wa maisha, unajua mtindo wa maisha kila mtu anachagua aishi namna gani. Sisi wazee ni vigumu sana kuwa na mtindo wa maisha kama kijana. Wewe ukila ugali wako hapo na mchicha na nini unaridhika. Lakini kijana anataka ajirushe, akale chipsi, akanywe bia, akafanye nini. Sasa hiyo ni aina tofauti. Lakini sisi mengi yanayotusibu ni zile heka za maisha ulionayo. Unapopata matatizo ya familia, wewe ndio labda umebaki kimbilio la kila mtu, lazima unafika mahali utapata shida. Mimi nashauri hata kwa yoyote yule ambaye anajisikia tofauti katika mwili wake, au hata kabla hajajisikia, awe anacheki afya yake kwanza mara kwa mara, kwa sababu inaweza likatokea kwa mfano matatizo ya moyo, sukari huwa yanatokea kwa mara moja bila wewe kujijua. Kwa hiyo mimi nawashauri tu yoyote atakayejaliwa basi asogee hapa aje acheki afya yake. Maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyoambukiza hufanyika kila wiki ya pili ya mwezi wa 11, na mwaka huu maadhimisho hayo yameanza tarehe 10 mpaka tarehe 15, huku yakiongozwa na kauli mbiu isemayo chukua hatua dhibiti. Na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Songwe. Katika kukabiliana na tatizo la udumavu na utapiamlo, serikali kwa kushirikiana na wadau wa masuala ya lishe mkoani Songwe wamefanikiwa kupunguza tatizo la udumavu kutoka 43.3% ya mwaka 2018 hadi kufikia 31.9%, huku wakihimizwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili kuondokana na tatizo hilo. Tupate taarifa kamili. Akizungumza katika kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe kilichofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Songwe, ikiwakutanisha wadau mbalimbali wa masuala ya lishe kutoka katika halmashauri 5 za mkoani hapo, mkuu wa mkoa huo Jabir Omar Makame ameeleza kuwa pamoja na jitihada hizo, bado wadau pamoja na jamii kwa ujumla wanapaswa kuendelea kupambana na tatizo hilo ili kuwa na kizazi imara. Tumeweza kupunguza kiwango cha udumavu kutoka 43% mpaka 31.9 mwaka 2022. 43.3 ilikuwa ni mwaka 2018. Kufikia mwaka 2022 kiwango cha udumavu ikafikia 31.9. Lakini matokeo haya sio ya kujivunia. Bado tuna safari ndefu sana, kwa sababu hii 31.9 manake bado tunao watoto wengi sana katika mkoa wetu wa Songwe ambao bado wanakabiliwa na changamoto ya udumavu pamoja na masuala mengine ya changamoto za lishe. Aidha, Makame ameongeza kuwa kutokana na uzalishaji mzuri wa mazao ya chakula katika mkoa huo, jamii inapaswa kutumia chakula hicho kuepukana na tatizo hilo, hususan kwa kuzingatia siku 1000 kwa kina mama wajawazito na hata mara baada ya kujifungua, kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu, ambapo pia Jabili amewatahadharisha wadau na wananchi kwa ujumla madhara yatokanayo na ukosefu wa lishe bora kwa watoto katika jamii. Mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha vyakula kwa kiwango kikubwa sana. Changamoto tuliokuwa nao ni namna gani tunatumia sasa vyakula tulivyokuwa navyo kuhakikisha kwamba tunajenga lishe iliyokuwa bora kwa watoto wetu, hususan kwa kuzingatia zile siku 1000 ambazo wataalamu wetu wanatuambia. Siku 1000 kuanzia siku mimba inapotungwa, miezi 9 mtoto akiwa tumboni, manake tunazungumzia siku ngapi? 30 mara 9, 200 na siku 270. Unatoka hapo unazungumzia zile siku za kunyonyesha. Ni miaka mingapi?
miaka miwili. Manake kwa hizo siku 1000 hizo ni muhimu sana kwa mtoto. Unaweza ukaona kuna watoto wengine wanafanya vizuri sana darasani, wana uwezo mkubwa, mwalimu akifundisha kidogo mtoto ameelewa. Lakini kuna wengine mwalimu hata akafundisha masaa 6, mwalimu ataondoka darasani lakini mtoto bado hajaelewa nini ambacho kinachofundishwa. Huko nyumbani mtoto wako unamtuma akakuchukulie kisu, anatoka na bakuli. Uelewa wake manake ni mdogo mno, mpaka aje kukuelewa inachukua muda. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Taarifa kutoka mkoani Kigoma inasema kutokana na wanyama aina ya sokwe mtu kuelezwa maisha yake na tabia kuendana na binadamu kwa asilimia kubwa, ikiwemo malezi ya watoto, kifo na hata uongozi, bado wanyama hao wanakabiliana na changamoto za ujangili ndani ya hifadhi. Hivyo Watanzania wameaswa kuona tija ya kuwalinda na kuwahifadhi ili waendelee kuwa sehemu ya kuvutia watalii na kuchochea ukuaji wa pato la taifa. Tuungane na mwanahabari wetu Kadithlaus Ezekiel kutoka Kigoma. Mkoa wa Kigoma umepewa heshima na baraka ya kuwa na hifadhi mbili zinazohifadhi wanyama aina ya sokwe mtu, ikiwemo hifadhi ya Mahale na Gombe. Kutokana na wanyama hao kuvutia watu wengi duniani, kumekuwa na ongezeko la watalii wanaotoka nje ya nchi na ndani ya nchi wakivutiwa kuzuru katika hifadhi ili kuona wanyama aina ya sokwe. Mtu anavyotegemea kuja kuona sokwe hifadhi ya taifa Milima Mahale, tutegemee cha kwanza atawaona sokwe hao kwa ukaribu usio zidi mita 15 na usiopungua mita 10, na pia atafanikiwa kuona kundi kubwa sana la sokwe hasa kwenye msimu wa chakula kikiwa pamoja. Sambamba na hapo atafanikiwa kuona tabia mbalimbali za sokwe wakizifanya. Wageni wanapenda sana kuja hifadhi ya taifa Milima ya Mahale kwa sababu ni eneo pekee unaweza kuona sokwe wengi kwa wakati mmoja. Lakini sambamba na hilo unaweza kuona sokwe lakini ukaja ukafanya kayaking, ukaja ukafanya sport fishing na shughuli zingine za kitalii unaweza kuzipata hapa. Hata hivyo, uongozi wa wanyama aina ya sokwe hutegemea haki na kujali kwa kiongozi kuhakikisha hapatokei mapinduzi ili kuongoza kwa utulivu. Kiongozi huyo anapatikana kwa njia tofauti ambayo inaweza ikawa ni siasa, inaweza ikawa ni mapigano, inaweza ikawa ni kuunganika na wenzake na kumtoa. Kuanzia 2020 Alpha Male ni Teddy ambaye uongozi wake anaishi kwa kujamiana vizuri na madume wenzake. Kwenye upande wa chakula anawapa vipaumbele madume wenzake ambao ni wasaidizi wake namba 2 na namba 3, na pia kwenye upande wa kupanda majike akipanda na kuna muda mwingine anakuwa hana interest ya kupanda, anaruhusu madume wenzake wapande. Kwa kufanya hivyo inatupa picha kitaalamu kuonesha kuwa anaweza kuongoza kwa muda mrefu zaidi. Shughuli za kihalifu dhidi ya wanyama katika hifadhi ya Mahale zinatajwa kusababisha baadhi ya wanyama kupungua licha ya hatua kuchukuliwa. Katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka huu wa fedha 2025 mpaka mwezi wa 10 2025 tumeweza kukamata jumla ya wahalifu 77 ambao wamekuwa wakifanya shughuli za uhalifu katika eneo la hifadhi ya taifa Milima ya Mahale, na wahalifu hao wameweza kupelekwa katika vituo mbalimbali vya polisi na kuchukuliwa hatua za kisheria. Ikitokea sokwe mtoto wake ambaye ni mdogo hajafikisha miaka 5 anayejitegemea amekufa, mama huwa haamini kama mtoto amekufa, cha kwanza. Kwa hiyo mama atatembea na mtoto amemshika kwa zaidi ya siku 2-3 mpaka yule mtoto anavyoanza kuharibika. Bado imani ya mama kwa mtoto ipo. Kwa hiyo mtoto mama sokwe anapokufa akiwa mdogo, mama atatembea na mtoto yule kwa zaidi ya siku 2 mpaka 3, ndipo atakapokuja kuamini kwa yule mtoto amekufa, na atakuja tu atamdump sehemu yoyote. Sekta ya utalii imekuwa ikichangia pato la taifa kutokana na watalii wa ndani na nje ya nchi, na hivyo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro
anasisitiza umuhimu wa kutunza hifadhi za taifa. Hifadhi siku zote ni fedha na utalii ni fedha zaidi, na tunapata wageni kutoka nje, wanapokuja wanaacha dola, na wakiacha dola manake ni fedha. Na kama nilivyosema hapo awali kwamba tukipata fedha za kigeni ndio tunasaidia kuleta maendeleo, kutoa huduma kwa Tanzania, kujenga majengo mbalimbali, kujenga mabarabara. Kwa hiyo hifadhi zetu ni lazima tuzilinde na tuzisimamie kwa karibu zaidi. Lakini kubwa zaidi, hata wanyama wetu, ndugu zetu ambao mnazunguka hii hifadhi, ni vizuri tukawalinda, kwa sababu hao wanyama bado vizazi vyetu au wajukuu zetu watataka kuja kuwaona hao wanyama. Kwa hiyo tusipowalinda, wakiisha tutakuja kulaumiwa kwamba hatukutimiza wajibu wetu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwalinda hawa wanyama, tuna kila sababu ya kulinda hizi hifadhi zetu ili tuweze kupata fedha za kigeni. Kutoka katika hifadhi hii ya milima ya Mahale iliyopo wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Turejee tena nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Baadhi ya wananchi na wajasiriamali wadogo jijini Mbeya wameiomba serikali kuingilia kati kupanda kwa bei za bidhaa mbalimbali wakati wa vuguvugu la uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Emmanuel Lulandala ana taarifa kamili. Ombi hilo limetolewa na wananchi na wajasiriamali wadogo jijini Mbeya wakati wakiongea na Upendo Media, ambapo wameeleza kuwa mfumuko wa bei za bidhaa madukani na sokoni umewaathiri kwa kiasi kikubwa, hasa wale wenye kipato cha chini. Kwa mfano biashara ninayofanya mimi ya ndizi, kuna mikungu tulikuwa tunanunua 8,000 mpaka 6,000, 7,000, lakini sasa hizi hawezi kupata huo mkungu kwa sababu vitu vimekuwa bei ghali sana. Napata kuanzia 10,000 mpaka 15,000 mpaka 20,000. Kuna bidhaa zingine, mboga tulikuwa tunanunua shilingi 200. Sasa hizi ni 300 mpaka 400 fungu moja. Ilikuwa naiomba serikali iweze kuongea na wafanyabiashara, at least watu wakiongea nao watupunguzie bei kufatana na bei zilizomo saizi. Maana hali imekuwa ni ngumu sana. Tunaomba itusaidie. Tumeona kabisa milipuko ya bei ya samaki au vitu vingine, biashara nyingine imekuwa ni kubwa sana. Hususan sukari ilikuwa shilingi 3,000, 2,500, sasa hizi tunanunua kwa shilingi 5,000. Kwa hiyo naona kabisa kama samaki tulikuwa tunajumua 7,000, 6,000, sasa hizi tunajumua 9,000 mpaka 10,000. Na ukiuliza kwa nini bei zinapanda, wanakuambia ni mambo yamebadilika kutokana na upigaji kura. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama serikali, sisi wajasiriamali wadogo ituone kwa hili, ishushe bei ili na sisi tujue tunainukia wapi. Tumekufa mitaji. Baadhi ya wafanyabiashara katika mtaa wa Ndeje uliopo kata Iwambi wamesema kupanda kwa gharama za bidhaa kumepunguza mauzo yao na kusababisha mtaji kupungua siku hadi siku, huku wakiomba serikali kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti mfumuko wa bei, hususan katika maeneo ya viwandani. Kana hii hali ya uchaguzi iliyopita, bidhaa zimepanda bei kwa kasi sana. Kutokana na uzalishaji ulikuwa haupo, watu wengi walikuwa majumbani. Kwa hiyo nadhani ni msongamano wa watu kupata bidhaa umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo bidhaa wafanyabiashara wamepandisha bei na viwandani pia wamepandisha bei, kwa sababu sisi tunapoenda kujumua bidhaa tunakuta bidhaa imepanda bei na pengine ukakosa kabisa, kutokana na watu wengi wanahitaji bidhaa na bidhaa zimekuwa hadimu. Kwa hiyo inakuwa ngumu sisi wafanyabiashara wadogo kutufikia bidhaa. Bidhaa zimepanda bei sana. Nimepokea maoni mengi kwa sababu kila mwananchi anayekuja akiuliza bidhaa fulani, bei fulani, anaondoka kabisa. Anaenda sehemu nyingine anakuta bidhaa imepanda bei, analalamika, anajua sisi ndio tumepandisha bei. Kumbe na sisi tunapanda changamoto huko tunakochukua bidhaa. Inakuwa ni shida kuzipata bidhaa na tunapata kwa bei kubwa. Naomba serikali isimamie sheria hasa kwa wazalishaji wa viwandani ili bei zishuke kidogo, hasa kwa wazalishaji wa viwandani ili tusiumize wananchi wenye kipato kidogo. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mji kasoro bahari Morogoro.
Shirika la madini la taifa STAMICO limeingia makubaliano ya ushirikiano na shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania TIRDO pamoja na taasisi nyingine kufanya utafiti wa kitaifa kuhusu madini ya kimkakati katika mikoa ya Kagera, Kilwa na Singida ili kuimarisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa shirika la utafiti na maendeleo ya viwanda Tanzania amesema ni kufanya utafiti na kutoa huduma za kitaalamu ili kusaidia maendeleo ya viwanda nchini. Mojawapo ni tafiti ambazo tunaangalia rasilimali ambazo tutasaidia katika viwanda. Sasa hivi tunaelekea kwenye dunia ya mapinduzi ya viwanda ya 4 na 5. Revolution, matumizi ya teknolojia yanaongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na hasa madini ya kimkakati. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa STAMICO amesema makubaliano hayo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuongeza thamani ya madini, kuyasindika nchini na kupata takwimu sahihi zitakazowezesha uwekezaji wenye tija. Kuwa na teknolojia ya namna kuyatoa huko chini, namna ya kuongezea thamani. Yakishakuwa na thamani ndo yatagusa nchi, yatamgusa mwananchi wa kawaida, kutokana na kwanza ajira ambazo zitazalishwa wakati wa kuyatafuta na kuyatoa huko chini na kuyachakata, lakini hata na kuyauza. Lakini pia ukishayapata, ukishachakata, ukishaongeza thamani, ukiyauza, tayari nchi yako umeongezea pato la taifa, lakini umeongeza na kodi. Kwa hiyo haya makubaliano yanaenda kugusa sekta na kugusa mwananchi kwa hizo nyanja kama ambavyo nimesema. Tukikaa hivi bila kukubaliana namna ya kwenda kuyatafiti na kuyazalisha, hayana maana kwetu. Haya makubaliano yanaenda kuleta kitu kikubwa sana. Naye meneja wa STAMICO Frederick Mwangasini na mhandisi Lamson Mlangali wamesema ushirikiano huu utasaidia kubaini ubora na wingi wa madini ya kimkakati, kuongeza ubunifu wa teknolojia na kuimarisha uchumi wa viwanda nchini. Huu itakuwa ni kuweza kutumika kwenye viwanda vyetu kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Tanzania inayo madini ya aina nyingi kutokana na jiolojia yetu, lakini mradi huu utajikita kwenye madini mkakati, na maeneo tutakaoanza nayo ni mkoa wa Kagera, hususan wilaya ya Kyerwa, lakini pia tutafanya utafiti kwenye mkoa wa Singida, kwenye wilaya za Kiomboi na huku Ikungi. Madini ambayo tunalenga kwenda kuyatafiti kwa kule Kyerwa ni tin. Sasa bahati mbaya kuna madini mengine sijui Kiswahili chake, lakini tuna cobalt, tuna tantalum, tuna nickel. Kwa kiujumla, kama nilivyoyataja, ni madini mkakati ambayo yanafanya kazi viwandani, na hususan hivi viwanda vya teknolojia ambayo tunaita ni teknolojia ya kisasa. Huu ni muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu kama mlivyosikia ndani, hizi tunasema madini ya mkakati ndio ni kama tuseme ni kichocheo kikubwa duniani katika vitu teknolojia nyingi zinazofanyika. Kama artificial intelligence, ni umeme, tuseme nishati safi duniani, yote viko katika madini ambayo tunataka kuyafanyia kazi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Eliasi wa Upendo TV. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, nikirejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.